Hii story itakufundisha na kukuelimisha katika maisha yetu ya kila siku. Story inaanza na kijiji kimoja cha wavuvi ambao hujipatia riziki kupitia shughuli zao za uvuvi, na walikuwa kipambana kutimiza malengo yao na kuendesha maisha ya kila siku kupitia kazi yao ya uvuvi. Lakini katika hiki kijiji kulikuwa kuna kijana mmoja ambaye anafahamika kwa jina la Frank. Na huyo kijana alikuwa anarudi kutokea likizo ya masomo, lakini alipofika hapa akawa na kumbukumbu za maisha ya nyuma ambazo zilikuwa zinamtesa na kumuumiza, hasa kipindi ambacho alikuwa akizifikiria. Ana kaka yake ambaye anafahamika kwa jina la Bobby, na huyo mshikaji amekuwa ni jobless ile mbaya, na alikuwa haamini kabisa katika kufanya kazi katika shughuli za uvuvi. Alikuwa naamini kufanya kazi hiyo ni kama kujishushia brandi. Si unajua tena vijana. Na alikuwa na rafiki yake mmoja ambaye anafahamika kwa jina la Parasi, ambaye alikuwa na mchumba wake ambaye anafahamika kwa jina la Sumisha. Na leo Parasi alikuja kumfahamisha mshikaji ya kwamba sasa Sumisha ameshauteka moyo wake, na kwa sasa yupo katika hatua za kufuata hatua kubwa zaidi ya kufunga ndoa. Lakini walikuwa na ndugu yao mmoja ambaye anafahamika kwa jina la Sanji, na huyu mshikaji yeye alikuwa ni mzee wa kuunga tu mjini. Alikuwa na mshikaji wake mmoja ambaye alikuwa na ofisi yake ndogo mjini, na alikuwa anamtumia kwa ajili ya kujipatia riziki ya kila siku, na jamaa alikuwa chawa ile mbaya. Na ndugu yake mwingine ambaye anafahamika kwa jina la Boni, na huyu mshikaji alikuwa anafanya kazi ya sanaa na pamoja na dancing. Na kwa sasa huyu mshikaji moyo wake ulikuwa umetekwa na binti mmoja mzuri sana ambaye ni Africast, binti ambaye ni Black Beauty Lakini siku ya leo katika nyumba yao kulikuwa kuna siku ya kuadhimisha kifo cha baba yao ambaye alifariki muda mrefu sana uliopita. Lakini katika siku ya leo washikaji wakawa wanabishana ile mbaya, na washikaji hakika hawajawahi kabisa kuelewana, hasa huyu Sanji pamoja na Boni ambao walikuwa ni watu ambao wana ugomvi wa kila siku. Na siku ya leo ambao ilikuwa ni siku muhimu kwa ajili ya kifo cha baba yao, lakini wakaanza kugombana ile mbaya kwa kushindwa kuelewana, na kauli zikawa zinatofautiana, na wakaamua kuvaana mwili na kuanza kugombana ile mbaya. Kaka yao Boni anafika kwa ajili ya kuadhimisha kifo cha baba yao, lakini alipofika hapa na kuta ndugu zake wanapigana, na amua kugeuza na kuamua kurudi kwenda kupata kitu cha moto kwa ajili ya kupoza akili yake. Upande wa pili kuna mshikaji mmoja ambaye anafahamika kwa jina la Shami, na huyu mshikaji alikuwa na mke wake mzuri sana ambaye anafahamika kwa jina la Simi, pamoja na shemeji yake ambaye anafahamika kwa jina la Baby. Lakini huyu mshikaji alikuwa na tabia fulani za ajabu sana, kiasi ambacho hata watoto wadogo walikuwa wanamuogopa, hasa kipindi ambacho walikuwa wanacheza mpira wao kiingia katika nyumba ya huyu mshikaji. Hata mke wake kuna kipindi alikuwa anamuogopa huyu mshikaji kwa baadhi ya tabia ambazo alikuwa anazionyesha huyu mshikaji, zikawa zinamtisha. Lakini siku moja kipindi ambacho binti mmoja ambaye tunafahamika kwa jina la Baby pamoja na Sumisha walikuwa wakielekea katika safari yao mjini, wakaamua kwenda kumchukua Parasi ili wapate kuongozana naye katika safari. Lakini mshikaji naye akaamua kumchukua rafiki yake Bobby kwa ajili ya kuongozana. Lakini binti alipomuona kidogo akawa ameshtuka na kukumbuka historia yao walioipitia shuleni kipindi ambacho alikuwa anamzimia sana huyu mshikaji. Na siku ile akawa ameongozana, na toka siku hiyo walivyoongozana hakika hata macho yao yalivyokuwa kitazamana yalionyesha kama kuna kitu ambacho kipo ndani ya moyo wao, na ukawa ni ukurasa mpya katika mapenzi yao, na watu hao wakaanza kupendana, na mitoko ikawa ni mingi sana kila weekend, kila siku wakawa wanatoka sana, kiasi ambacho upendo kaanza kujijenga taratibu. Hata mawasiliano yakawa ni kila siku. Hata binti kipindi ambacho familia ilikuwa inapata msosi, yeye alikuwa kidili tunakuongea na mshikaji. Tatizo ni kwamba mshikaji alikuwa mbele sana ya muda, alikuwa anaharakia mambo, lakini binti akamwambia inabidi mpaka wafunge ndoa na ndio vitu vingine vinaweza kufuata. Lakini mshikaji akawa anajitahidi kuforce hata kumpiga busu, lakini alikuwa anatembezewa makofi ya kutosha na Baby. Lakini mshikaji akawa amemind kinoma na kumwambia mimi ni mwanaume, huwezi kunifanyia kitu kama hicho. Lakini mshikaji alikuwa akipata hasira zake, alikuwa anaenda kuzimalizia kwenye kupiga gambe pamoja na kupiga moshi wa kutosha ile mbaya. Lakini akifika huko anakuwa anakutana na watu tofauti pamoja na kaka yake ambaye wana ugomvi mkubwa sana. Alikuwa akifika huko washikaji walikuwa hawachelewi kugombana, na ugomvi wao ulikuwa ni mkubwa kweli kweli. Na washikaji hata ugomvi wao serikali ilikuwa inashindwa kuingilia kati, na washikaji walikuwa na gombana ile mbaya. Siku inayofuata Baby anaamua kumfuata mshikaji wetu Bobby na kumuomba samahani kwa kile kitu ambacho kimetokea siku ya jana, baada ya kumpiga kofi na kuhisi ni kama alimdhalilisha. Lakini mshikaji wetu akawa amekaza na kutotaka kabisa kumuona binti. Lakini kama unavyojua kuna mkate mgumu mbele ya chai, mshikaji akajikuta moyo wake umelainika na kuamua kumfuata binti na kuamua kuyaweka mambo yao sawa. Na penzi lao likawa limeshamili ile mbaya, na mshikaji siku ya leo anaamua kumfanyia surprise na kumfanyia proposal, kumwahidi ya kwamba atamuoa. Na penzi lao toka siku ile likazidi kushamili, penzi likawa la moto ile mbaya. Mpaka sasa huyu mdada anaamua kwenda kumshirikisha dada yake ya kwamba yupo katika penzi zito na mshikaji ambaye anafahamika kwa jina la Bobby, na wapo tayari kwa ajili ya kufunga ndoa. Na dada yake bwana, friji lake lilikuwa ligandisha, na anaamua kwenda kumpata na kumwambia mumewe kile ambacho kinaendelea kati ya penzi lake la mdogo wake Baby pamoja na mshikaji Bobby. Lakini mshikaji alionyeshwa kutokufurahi
kufurahishwa na hili jambo kimtindo. Leo kwa mara ya kwanza kabisa mshikaji wetu Bobby anaamua kumuomba kaka yake Sanjay amsaidie kwa ajili ya kwenda kufuatilia process zote za kuhakikisha yeye anamuoa binti. Na mshikaji leo akawa amefurahia baada ya mdogo wake kutambua na kuonyesha thamani ya kuwa yeye ni kaka yake. Lakini mshikaji anaamua kwenda kumfuata na kwenda kuongea na shemeji yake ambaye ni Shami, ambaye kwa sasa ndio alikuwa ni kiongozi wa familia. Lakini alipofika hapa mshikaji akawa amepinga sana hili swala na kusema kwamba hili jambo haliwezekani, na huyu mshikaji anaonekana ni mtu ambaye hana kazi, hivyo hawezi kumuoa binti yetu, inabidi ajitafute kwanza kwa ajili ya kupata kazi na kuonyesha kwamba anaweza kupata riziki. Mshikaji aliposikia haya maswala akaamua kwenda kupambana na kutafuta kazi kwa ajili ya kwenda kujishughulisha na kupambana ili aweze kutimiza jambo lake la kuhakikisha anamuoa binti na kuwa mwajibikaji katika familia yake. Lakini siku moja katika hii familia bwana kwa kumtokea ugomvi mmoja mkubwa sana. Mshikaji wetu Sanjay akaamua kumtandika kofi mdogo wao Frank, lakini kaka yao mkubwa Boni anaingia na kumtembezea kichapo cha kutosha huyu mshikaji, na alimtembezea kichapo kweli, lakini mshikaji akawa amemind na kuamua kwenda kupiga gambe ya kutosha pamoja na moshi wa kutosha. Lakini kama unavyojua akili ya pombe tena, kipindi hiki akawa anaongea na ule mshikaji wake ambaye anafanya naye katika ile ofisi yake. Lakini mshikaji akamwambia kwa sasa mimi nahitaji kuondoka katika mji, mke wangu ni mjamzito na natarajia kuitwa baba, hivyo naamua kwenda kutafuta changamoto katika mji mwingine. Hivyo mshikaji alivyoona kwamba sehemu ambapo alipokimbilia hajapata msaada na kuhisi kwamba kila mtu anamtenga sasa katika hii dunia, anaamua ama anaona hakuna thamani ya kuishi katika hii dunia, anaamua kwenda kuchukua hatua ya kujinyonga na kujipoteza maisha. Hivyo mshikaji akawa anamsihi sana, akamwambia mwanangu usifanye kitu kama hicho. Mshikaji akawa anataka kujinyonga, hivyo jamaa kipindi ambacho anapambania kwenda kumuokoa akapata bonge moja la ajali, na mshikaji pale pale akawa amekata roho na kupoteza kabisa maisha. Na mshikaji baada ya hili tukio akawa ameumia sana na kujiona ni mtu ambaye ni mpumbavu na ni mjinga kwa kile kitu ambacho alikuwa anakifanya kwa kumpoteza rafiki yake mkubwa na wa thamani kweli. Polisi wakawa wamemuonya sana kwa jambo ambalo alikuwa amelifanya na kumtembezea kichapo cha kutosha kwa ajili ya kumpa onyo. Lakini mshikaji moyo wake ukawa unawaka moto na kwa maumivu makali, akihisi ni sababu ya kupoteza uhai wa mtu. Na alipoenda katika nyumba ya mshikaji anakuta mke wa mshikaji alikuwa ni mjamzito na anakaribia kujifungua. Hivyo mshikaji akawa amelia kwa uchungu na kuhisi mtoto atakayezaliwa atakuwa ni yatima na yote ni kwa sababu yake. Akawa amelia kwa uchungu mkubwa sana. Lakini baada ya mwanamke huyu kujifungua, mshikaji akaamua kumchukua mke pamoja na mtoto na kuamua kwenda kuishi nao katika nyumba yao ile, akijitahidi kumlea pamoja na kumtunza mke pamoja na mtoto wa mshikaji wake. Baada ya ujio wa huyu mwanamke pamoja na huyu mtoto, kidogo familia wakaanza kuongea vitu vya maana na vya msingi, na kwa sasa wakaanza kuongea kwa upendo na kutengeneza mipango mizuri kwa ajili ya familia na kumlea huyu mtoto alioingia katika hii familia. Lakini kikwazo kikawa kwa mshikaji wetu Bobby katika penzi lake na Baby, ikawa ni mtihani baada ya familia zao kuonekana zina utofauti mkubwa sana, na familia ya binti ikawa inagoma kabisa kumuozesha mshikaji, na ugomvi ukatokea mkubwa sana katika penzi lao. Lakini kama unavyojua mapenzi ni mmea ambao ukishaota hakika unakuwa ni mgumu sana kukata, hata kama ukiukata unaweza ukamea tena kwa mara nyingine. Hivyo penzi lao lilikuwa linaendelea kushamili kila kinachoitwa leo, na mshikaji kwa sasa akaamua kupambana na kazi za uvuvi na kujituma kwa ajili ya kuendesha familia yake. Hata mshikaji wake Sanjay ambaye ni ndugu yake naye aliamua kupambana kwa ajili ya kumlea mtoto wa mshikaji wake na akajitahidi kuleta mahitaji yanayohitajika ya kila siku, na familia kidogo kimtindo upendo ukaanza kushamili na kuonekana, na wakaanza kukaa meza moja na kufurahi. Hata ndugu ambao walikuwa wamewatenga waliposikia kuna mtoto na nyumba kwa sasa ina amani na upendo, wanaamua kuja kuwatembelea, na nyumba sasa hivi ikawa imejawa na tabasamu na watu wakawa wanaishi kwa amani na kwa upendo. Mshikaji Parasi pamoja na binti Sumisha leo wanafunga ndoa, ikawa imependeza na kufana kweli, na kaka mtu naye anaamua kwenda kumpambania mdogo wake Bobby kwa ajili ya kuhakikisha naye anachukua jiko na kumchukua binti Baby. Lakini familia ya Baby ikawa inatia ugumu kweli, na wakawa wamepinga sana ile swala la binti yao kuolewa na huyu mshikaji, wakiamini kwamba ni familia ambayo ina maadili mabovu, na wakawa wamepinga sana ile swala. Mshikaji akawa ameumia baada ya kusikia jambo kama hilo, kama familia itaki, na familia ikawa imemgombeza sana binti na kuambia hilo swala haliwezekani. Hasa shemeji yake Shami akawa anapinga kabisa hili jambo, na ukatokea mzozo mkubwa sana kati yake shemeji yake pamoja na binti yetu, naye akawa amepinga sana. Wakawa wamegombana sana siku ya leo, kile binti akiwa anaamini kwamba yeye yuko sahihi kwa maamuzi aliyochukua, lakini mshikaji akawa amepinga kweli, na ugomvi kwa ni mkubwa sana. Hakika ugomvi ulikuwa ni wa kukata na shoka, lakini mshikaji akijitahidi kupiga simu kwa binti siku ya leo akawa hampati, akawa haelewi kwamba nini
nini tatizo linalofanya na binti ashinde kabisa kupokea simu yake. Familia nao wanaamua kuongozana na kwenda kujua kunani, mbona wanampigia simu binti lakini hapokei. Na kwa sasa simu alikuwepo nayo mshikaji ambaye tunamfahamu kwa jina la Shami, na huyu mshikaji alikuwa anaonekana na alama katika mwili wake. Lakini ulipofika washikaji anawakaribisha kwa ngumi na malungu ile mbaya, na mshikaji alikuwa anaonekana kama ni mtu ambaye amerukwa na akili, hivyo akaanza kuwatembezea kichapo cha kutosha, na vita ikawa ni kubwa kweli kweli. Vita ya malungu, shoka, visu pamoja na nyundo ikawa inatembele mbaya, na mshikaji akawa anaonekana hayuko sawa. Hivyo washikaji wakajitahidi kupambania, na mshikaji akawa anaona familia ya binti iko imefungwa na iko inaonekana imetembezewa kichapo cha kutosha. Wanafanikiwa kumdhibiti huyu mshikaji na kumfunga kamba za kutosha, lakini anakuja kumuona mrembo wake ama mpenzi wake alikuwa ametembezewa kichapo kikubwa sana na shemeji yake ambaye alionekana kama amerukwa na akili. Hivyo wanafanikiwa kumdhibiti huyu mshikaji, na kwa sasa binti anaamua kukabidhi moyo wake kwa mshikaji wetu Bobby, na penzi lao likawa limeshamiri na wakaamua kufuata hatua kubwa ya kufunga ndoa. Na sisi ambao tunakari tunajiandaa kwenda kula pilau na biriani la siku ya harusi kati ya Baby na Bobby. Katika stori hii yenye mchanganyiko wa mapenzi, hisia pamoja na maisha, ni kitu gani ambacho tumefanikiwa kukiokota mshikaji wangu? Na huu ndo unakuwa mwisho wa movie yetu. Karibu like, comment na usubscribe kwa ajili ya kujipatia kazi nyingine za motomoto kama hii.